tumeshuhudia. Masombo, yapi yanayojiri katika kaunti ya Nyeri? Wakazi wanahisia gani kuhusiana na uhalali wa kulinda usalama wa maafisa wa polisi nchini Kenya na hisia zao kuhusiana na shinikizo ambalo lipo katika kulinda haki za kibinadamu? Naam, shukrani sana Hadia. Ni kweli kama ulivyosema kwamba siku za hivi majuzi tumeshuhudia visa vingi vya ukatili wa maafisa wa polisi, na haya ni matukio ambayo kwa kiwango fulani yamefanya Kenya wanahisi kwamba huenda maafisa wa polisi wamefeli katika lile lengo lao la kulinda usalama, na sasa yale ambayo wanafanya ni ukiukaji wa sheria na ukatili na unyama tu, kama iwapo tunaweza sema hivyo. Na pia kama ulivyotaja kwamba kaunti ya Nyeri pia ni moja kati ya yale maeneo ambayo yameathirika. Majuma kama matatu yaliyopita tulishuhudia yale matukio yaliyofanyika pale katika kanisa, wakati ambapo alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua alihudhuria ibada pale katika kanisa la Anglikana la Witima kule eneo bunge la Othaya. Maafisa wa polisi waliokuwa na sare na wengine waliokuwa wamevalia nguo za raia walirusha vitoa machozi ndani ya kanisa na kuzua vurugu kabisa, kukatiza ile ibada haikufanyika. Kina mama na watoto na pamoja na waumini wengine ambao walikuwa mle ndani ya kanisa wakaathirika pakubwa. Tumeshuhudia pia vifo vingi ambavyo vimekuwa vifo kutokana na maafisa wa polisi kufyatua risasi. Na ni kutokana na hilo ndo nataka nizungumze na baadhi ya wakazi hapa nipate hisia zao. Watueleze wenyewe iwapo wanahisi kwa hakika wako salama wakiwa kwa mikono ya polisi. Utaanza ndugu, jina lako, utashika hii microphone, jina lako, alafu tueleze unahisi ukiwa salama ukiwa kwa maafisa wa polisi. Asante kabisa ndugu. Jina langu ni Ed Gitonga. Na wakati katiba ilipopitishwa 2010, katika kipengee from article 237 to 247 of the constitution in National Police Service Act, ambayo huo wakati ndo polisi walikuwa wanaitwa zamani police force, lakini sasa walikuwa wanaitwa service, lakini bado wako na force. Mimi hata siwezi sema kwamba ni ati polisi na guns iko tofauti tu ni uniform, na kwamba mmoja amechukua oath of office, lakini uhaini ulio na polisi sahihi ni the same na guns. Hata sahihi unapata, angalia, utapata kwamba askari wanapatikana pale Witima wa kwenda kuharibu mikutano ya opposition. Askari watapatikana kwenda kuua watu, finance bill ni mgomo wa finance bill. Askari watapatikana wakikuja kukuharas, kukuabduct. Lakini ikifika ni pale Huruma watu wanadungwa visu, polisi hawako. Ikifika ni mahali unapata kama mtoto juzi hapa Nyeri sahi, we are mourning a child who was killed brutally. Ikifika ni wakati wa investigations, they are not available. Lakini ikifika ni mahali kuanza the call to the big bosses ndio waende waharas, waonyeshane the force in the police, hapo wanapatikana. Mimi kwangu hata afadhali ni nyongwe, nipigwe ngeta, kuliko niende niulize usaidizi kutoka kwa National Police Force. Kisha mpea mwenzako mic tumsikize. Mimi naitwa Gujiri wa pikipiki, ama ule anapigania kiti ya MCA hapa Rwale Ward. Mambo ya polisi, kuna wale polisi wabaya na kuna wale wazuri, lakini ile kagrupu kadogo kanaharibu mambo ya polisi. Ndio sasa tungeomba mkuu wa serikali angalie hiyo kagrupu kadogo, kwa sababu siku hizi watu wote wamepoteza amani na polisi. Hata mtu akishikwa anapotea. Ukikuwa na kiongozi anakuja kuleta mkutano town, unakuta kuna watu wengine wanatumika vibaya wakiwa wamepewa kitu kidogo. Mimi niko na amani na polisi, kwa sababu kama hii Kenya hakuna polisi na hakuna security, tungekaa kama kule watu wanaenda, unakuta watu walienda kazi, watu wanapigwa risasi, watu wanauliwa ovyo ovyo, mtu anafanya vile anataka. Lakini polisi wa Kenya wako sawa. Hiyo kagrupu kidogo ni kama hizi sekta mpaka ya pikipiki. Unasikia kuna watu wanasoma magari huko Nairobi, tunaambiwa ni sisi watu wa pikipiki. Mimi nikiwa Nyeri nimesoma gari wapi? Kwa hivyo kuna kale kagrupu kadogo ka watu ambao wanataka kuharibu hiyo sekta ya polisi. Ningeomba mkuu wa serikali
waangalie hiyo kagrupu kadogo kasileta mambo ingine ya kuharibia hiyo sekta. Kuya kunasemekana hata polisi wa Kenya wote ni wabaya, lakini hao wadogo mpaka tunasikia wanaenda huko wanapiga watu risasi. Tuko na kesi nyingine kama hapa Karatina, hiyo rafiki yako amesema hapa mtoto amelipiwa hapa na akauliwa. Niliona watu wakienda kuitisha haki ya huyu mtoto, polisi wanakuja kupiga watu na tear gas. Sasa hiyo ndio nini? Na hata huyu polisi ni mzazi kama huyu mtu amepata mtoto. Kwa hivyo mimi kwa polisi nitawaomba, hata kama tuko kwa kasi na tunafanya service kurekebisha na haki, tuangalie mambo mengine, tusiende tunatumia nguvu yetu yote na hasira kuenda kuumiza wananchi. Hao wananchi ni wale wanatoa pesa, mnalipwa pesa, na nyinyi ni ndugu zetu na masista wetu. Kwa hivyo mimi naomba polisi wale wabaya mbadilishe tabia, kwa sababu hamutaishi kwa hiyo kasi. Miaka ikifika sister, mtaenda nyumbani na mtakuta wale mliua. Mtakwenda nyumbani mkute kaburi, ulipiga mzee wa kijiji yenu amezikwa hapo chini. Kwa hivyo wewe laana itakufuata nyuma. Kama unafanya kazi ya polisi, fanya kama ni kazi yako, uipende. Wacha kudhuru wa Kenya, wacha kupiga wa Kenya tear gas. Hata kama umepewa command ama order yote ile, kama unaenda kupiga ndugu yako risasi, unaenda kurushia kama hawa mama hapa Karatina, unarusha tear gas, watu wanaaguka hivyo. Na kama ni mama yako alikuwa hapo, urushe tear gas, ameze hiyo tear gas ya kuve. Si utazika mama ukisema bebe huko kasi. Kwa hivyo kazi yote kila mtu atii kazi ile anafanya. Mimi mtu wa boda nikae kama Mkenya ule mwingine, tuheshimiane. Polisi wafanye kazi yao kurekebisha na haki. Au mwingine pastor ahubiria watu waokoke. Rais aongoze hii dunia kwa njia ile inastahili. Na tukienda hivyo tutakutana huko mbinguni na tutapewa pesa ile yote tulikuwa tunataka tukiwa hapa duniani. Haya, shukrani. Pisha mwenzako, anza na jina lako na utueleze iwapo una imani na idara ya polisi na utendakazi wa maafisa wa polisi humu nchini. Tuseme tu kweli, tumeangushwa na mapolisi ambao tumeona wakiingiana na wanasiasa. Sababu polisi ni mzuri until awe compromise na mwanasiasa. Mwanasiasa ndiye sumu ya Kenya. Na polisi tafadhali tuokoe kutoka kwa mwanasiasa. Kama unataka kwenda kuondoa watu kanisani, labda order imesema labda watakuwa disorderly ama watakuwa na shida ambayo wataleta, maybe I don't know where you get your instructions. Tafadhali basi tuma an electronic or a letter, even though it is 30 minutes early, useme hapana tunakuja kufanya nini, kudisrupt mkutano. Lakini sasa watoto wanaweza kanyagwa kwa hiyo mili, na labda ilikuwa tu settlement ya sasa na mapolisi. Bwana, you become a service, no longer a force. Guys, please help us. We are still Kenyans. Au wakichange guard watatoka kama wengine ambao walikuwa labda mabodyguard sijui nani, tunasikia tunawajua hata kwa picha. Huyo mtu akitoka, si unataka kuniambia hautakuwa umeangukiwa na hiyo mzigo peke yako? So please kindly, police, you are doing a good job because we are safe. However, please keep off politics. Just be Kenyans. Fanya vile ulisoma kiganjo. Hiyo ya mwanasiasa akifanya hivyo akuandikia barua ili akuokoe. Just that, sir. Mpishe mwenzako, mpatie ile microphone uanze utueleze jina lako nani, na iwapo wewe unahisi kuwa salama ukiwa mikononi mwa maafisa wa polisi kwa sasa humu nchini. Kwa majina naitwa Ian Bishoke, mimi mkazi wa Nyeri. Niko na shida kubwa sana na sina imani na idara ya polisi, kwa sababu vitendo ambavyo wamekuwa wakifanya miaka mingi, ilionekana sasa 2024 na 2025 ni kuwa hao sio watu ambao wanafuata sheria ya Constitution of Kenya. Wao ni watu ambao wanafuata mkubwa. Lakini kwa hiyo kufuata sheria ni unapata watu ambao hata kuwa kiadhirika wanaathirika wengi, na sana watoto. Na watoto wameumia sana katika hizi disruptions kama vile tulivyoona Udhaya. Na mimi kwangu kuongelesha askari ni kuwaambia kuwa kumbuka wewe ni service, wewe sio force. Kama unataka kuwa force, enda KDF, enda join Kenya Defence Forces. You are a public service office. Kwa hivyo mtu mmoja akikwambia enda ufanye hivi, usisahau hata wale waliua Baby Pendo, kesi yao ilifika. Hata wewe yako itafika siku ya kiyama ni moja. Msikubali kutumika. Naam. Haya, tusikize huyu tukikaribia kumaliza. Wewe pengine ni mapendekezo gani ambayo ungetoa ili kuimarisha utendakazi wa maafisa wa polisi? Haya,
pendekezo la kwanza kabisa, tafadhali kile ambacho kinafanya hawa askari 90% wakuwe ni wahuni, wakuwe ni wakora, and I'm sorry for using that, lakini if you are bad you are bad, ni sababu 90% of them hawaajiriwi because of merit, wanaajiriwa because anajuana na so and so, wanaajiriwa because huyu ni wa so and so, wanaajiriwa because walitoa this and this, ama ni wahii kabila ama lile. Kama uko na godfather, be it your tribe, be it your, hata ukiingia huko kazini, you are not going to be there to serve. Wewe utakuwa ukienda tu waiting for a paycheck. And that is why unaonanga askari kitu cha kwanza anafikirianga wakati kuna kesi lolote ni vile atapata hongo. Kama ni traffic offense, ni vile atapata hongo. Kama ni defilement or any other matter, ni vile atapata hongo. Sababu ya nini? Yeye hapo kuserve. Yeye hapo ako zile za wacha nipate pesa na mjue nyote kwamba mimi ni askari. That is why unasikianga Wakenya hata usema askari, bibi askari ya kulangi shida. Juu anayokelanga tu maji ya ugali kwa jikoni, askari anatembea hapo nje kidogo, anashika watu 2 watatu, anawasingizia makosa, wanapata zao zake 2 3. Bibi umekelea ugali, nakuja na nyama. Now the thing is this, what we need to do, one, IPOA be serious. This is 3 years now down the line, police brutality imekuwa very rampant. Hamjai hata convict hata mtu mmoja. That is IPOA and judiciary, hiyo ndio kazi yenu. Kitu ya pili, if indeed wewe Inspector General na wewe Onesmus Kipchumba Murkomen, if indeed you know that you are not serving the people in your capacity and also those people that you're not serving, tafadhali munaweza ondoka. We get people who are passionate about their jobs. We have people ambao tulikuwa tunaona crime rate iko chini. Unaputa bado hata hao watu bado wa public wanatumia IPOA kumaliza askari ambao wanafanya kazi mzuri. For example, kuna jamaa alikuwa anaitwa mitandaoni Hesi wa Dandora. Alifanya Dandora crime ishe. Sasa hivi tunaona hao askari walikuwa wanamaliza crime Dandora. Saa hii they have been arraigned in court. Lakini mtu ambaye alifollow orders kushoot Reds Masai or who else, hakuna mtu amekuwa convicted. Sisi tuko na pictures za Witima. Hakuna mtu ameitoa statement. If they are state sanctioned hooliganism from police, you expect polisi ambaye ataenda kufanya kwa hiyo hooliganism ni yule ambaye aliajiriwa sababu aliambia babake, baba nitafutie kazi ya polisi. But mtu ambaye anajua kile ambacho kimemleta kwenye police service, yeye hataenda na hiyo akili kwamba hii ni police force. Hiyo ndio solution. Kwanza corruption, pili ajiriwa kwa polisi sio kama escape route, but sababu wewe ulikuwa unataka kuwa polisi. Asante. Haya, wewe unasemaje? Solution ya polisi huwa na hii shida yote, walipwe vizuri. Kila polisi awe analipwa 50,000 and above. Hata kama ni AP 50,000. Kenya Police 50,000. Mtu wa prison 50,000. Na wajengewe nyumba zinakaa ni kama wafanyikazi. Kwa sababu wengine unakutaka anakaa kanyumba kadogo, kanyumba ni single room, na ni mtu anafanyia Wakenya kazi na anafanyia Kenya hii kazi. Kwa hivyo polisi walipe vizuri, wapewe salary allowance vizuri kama vile president na governor na MP wanapewa. Kwa hivyo polisi wakilipa vizuri, hii mambo ya hogo ya kuchukua 50 kwa barabara itaisha. Hii mambo ati wanapewa pesa walete tia gazi hii. Polisi akiwa na pesa mfuko na yeye anaishi vizuri kama vile mtu wa pikipiki. Mimi naishi vizuri, akiishi vizuri kama mimi ataishi kwa amani hii Kenya. Kwa hivyo mimi naongelesha ile ofisi ina deal na mambo ya pesa ya polisi. Lipeni ya vijana pesa mzuri, ili hata tukienda nao kwa kanisa, mimi nikisema Bwana Yesu asifiwe anaagusha giri 10. Nikisema Bwana Yesu asifiwe tena mwingine anaagusha giri 20, kwa sababu wako na pesa kwa mfuko. Lakini kama hawana pesa kwa mfuko, ndio unaona tuko na hii vurugu Kenya hapa na pale. Kwa hivyo police wapate more than 50,000 per month. Pesa iko Kenya hii. Pesa ni mingi. Kenya hii. Na serikali mtuangalie mambo ya mafuta. Hata leo tuzungumze kuhusu tu mambo ya maafisa polisi, ukatili na yale yote. Ama mzee unataka kumalizia una maoni? Haya, shukrani sana. Hadi umesikia tu hayo
ni maoni ya baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyeri wakielezea yale ambayo wamekuwa kishuhudia, yale ambayo tumeshuhudia kama taifa zima kutokana na ule ukatili wa polisi, na vile vile wametoa mapendekezo yao ya jinsi ya kuimarisha utendakazi ama utoaji wa huduma kutoka kwa ile idara ya polisi. Hadia. Asante mwenzangu Clement Masombo kwa kutuletea maoni ya wakazi wa Nyeri. Baadhi yanachangamsha, mzee anataka kutumia fursa kuzungumza shida zake zote. Tunapofika kwa mafuta pia serikali inashughulikia lakini